السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Utukufu wa Islam, nanyi mnaendelea kuzifuatilia durusi zetu hizi za fiqhi. Kitabu ni Safinatun Najah, matnu Safinatun Najah, na tulimalizia faslu inahusiana na masala ya kumzika mayit, na insha Allah taala leo tutaitazama faslu inayozungumzia masala ya namna anavyoweza kufukuliwa maiti ashaezikwa. Yapo mazingira yanaruhusu kuweza kumfukua maiti ashaezikwa kwa ajili ya mambo fulani fulani ambayo tutayaona katika faslu yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kipambanuzi. Yunbashul mayit, hufukuliwa maiti, liarba'i khisalin, kwa mambo manne. Yunbashul mayit, hufukuliwa maiti, liarba'i khisalin, kwa mambo manne. Lilghusli, kwa ajili ya kumkosha. La kwanza hilo Sheikh anatuambia lilghusli, kwa ajili ya kumkosha, idha lam yataghayyar, ikiwa hajabadilika. Yani amezikwa mayit bila ya kukoshwa, yakatokea mazingira hayo, labda watu waliomzika walikuwa ni watu wa majahil, hawafahamu, kafia maeneo huko, alafu wenyewe nyinyi wahusika wenyewe majamaa zake mkafuatilia maiti wenu mkamkuta ameshazikwa, lakini waliomzika labda si Waislamu au ni watu hawajielewi, hawafahamu mambo hayo, mnaweza mkamfukua maiti yule kwa ajili mumkoshe, kwa sababu hajafanyiwa mambo yanayotakiwa maiti kufanyiwa, na mkosha hivyo. Lakini iwe bado vipi? Lam yataghayyar, idha lam yataghayyar, ikiwa bado hajabadilika. Kubadilika hapa ni kama kakaa siku nyingi, naweza kubadilika, anatoa harufu, hapo itakuwa hakuna haja tena ya kumfukua. Lakini ikiwa bado mnatumaini hajabadilika, siku ni chache, mnaweza kumfukua ili mumuoshe, baadaye mumrudishe mumziki kama mwanzo. La pili, walitawjihihi ila alqibla, na kumwelekeza kibla. Walitawjihihi ila alqibla, na kwa ajili ya kumwelekeza kibla. Alizikwa maiti lakini hakuelekezwa kibla, kwa hiyo nafasi ya kumfukua ikiwa hajabadilika vile vile anaweza akafukuliwa ili azikwe vizuri kwa kuelekezwa kibla. Tumeona kwamba maiti huelekezwa upande wa kibla anapozikwa. Jengine nasema walilmali, na kwa ajili ya mali, idha dufina maahu, atapozikwa pamoja nayo. Walilmali, na kwa ajili ya mali, idha dufina maahu, atapozikwa pamoja nayo. Maiti alizikwa na mali, labda dhahabu, pete ya dhahabu au bangili, yani ikawa ni jambo ni kitu cha mali cha thamani, kazikwa nacho. Nafasi ya kumfukua ipo ili warithi waweze kurithi mali ile ambayo kazikwa nayo. Walilmar'ati, na kwa mwanamke, idha dufina janinuha, atapozikwa mtoto wake wa tumboni, maaha, pamoja naye. Walilmar'ati, na kwa mwanamke, idha dufina janinuha, atapozikwa mtoto wake wa tumboni, maaha, pamoja naye. Wa amkanat hayatuhu, na ukawezekana uhai wake, na ukayumkinika uhai wake, yani ukatarajiwa uhai wake yule mtoto. Hapa Sheikh anatuambia walilmar'ati, na kwa mwanamke, idha dufina janinuha, atapozikwa na mtoto wake wa tumboni. Kuna mwanamke mjamzito akazikwa, watu ima hawakujua au kwa ujinga wakamzika na mtoto tumboni, halafu Sheikh anasema wa amkanat hayatuhu, na ukayumkinika uhai wake, yani ukawezekana uhai wake bado kwa yupo hai yule mtoto, tukatarajia yupo hai, basi tusipoteze nafsi ile, tumfukue, tumfanyie operation, alafu tumpate mtoto, mama tumrudishe kwenye kabri, na mtoto aendelee kuishi kwa siku zake aliyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni masala ambayo maiti yaweza akafukuliwa kisha akazikwa tena. Ni mambo manne haya.
Wabillahi tawfiq. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.